Mingi sana. Unaona? Ukimwona Joel K, ukimwona Jessica, ukimwona Kubi, ukimwona Kafobi deja unapata mtu wa sisi. Ndio fanya na sisi kazi. Leo ndio siku ambayo rasmi ambayo yenye tunatambulisha nini? Kampuni yetu ya watu wa sisi. Ndio siku leo ambayo tunaanza kazi rasmi. Katikati ya nani ni Fisi? Ni hapa. Na watu wa Fisi inamaanisha nini? Okay, watu wa Fisi ni kundi, ni kuu ambaye yenye tuko nayo tunatumia kusaidiana vitu vyote kwenye kuu yetu. Tumeona kwamba mmeandaa sherehe. Sherehe hii ina maana gani? Hii sherehe ina maana kubwa kwa hao watu wangu niko nao hapa na wamekao nao. Ni watu ambao wananisupport sana. Hii sherehe nafanya kwa ajili yao na kuwatambulisha kupatia rasmi kwa kila watu kwa jamii wajue hawa ni watu. Okay, na ulitoa wapi mawazo ya kufungula kundi ya watu wa Fisi? Mawazo ilitokana kufuatana na changamoto ambazo tunapata location. Nilikuwa mimi peke natumika na City Light nafanya nikasema hivi nilikuwa na timu ambaye tumeweza saidiana vitu vyote vinaenda vizuri. Sasa hapa niko na timu. Unaona hapa vitu vinaenda sawa, unaona kazi zinaenda sana. Tunaona mwisho wa kazi yote unaona kuko crew. Unajua hapo timu iligusa hiyo kazi na kazi ikakuwa sawa. Ulituonesha timu lakini ukutuambia huyu anafanya kazi hii, huyu anafanya kazi hii. Nikizani kwenye timu nilionyesha baadhi ya watu hata kwenye hapa tuko na John K ni director, ni assistant director, kipindi kwenye hiyo kazi. Tuko na Kafobi anajihusika kwenye light setup, tuko na Jessica anajihusika kwenye stylish, tuko na Kwibege anajihusisha kwenye makeup artist, na tuko na mwingine BM design, anajihusisha kwenye mambo ya design, na tuko na overload naye anajihusisha kwenye stylish. Wakati unapofanya kazi ni pesa ngapi wanaoipokea, maana ni crew ya watu wengi? Unajua timu hii tunalipa kufuatana na kazi. Unajua kazi zinafuatana na budget ambayo artist alifani akaleta. Unaona? Artist aleta tuseme tunakuwa na percent. Tuseme kwa mfano kwa watu wa Fisi kuingia percent fulani. Hapo hiyo mwezi ile tunakata percent ya nini kwa chini. Kitu sahihi. Ndio kitu tunalipanga hivi. Kwa watu wa Fisi tutarajie siku moja. Je, mnaweza mkatengana au mtaendelea kama jinsi mlivyo? Hiyo sitegemee kabisa. Ni kitu ambaye kwa sababu unajua mbele kusogeza mtu pembeni yako inabidi njoo huyo mtu. Ndio maana sio kusema kwa na quantity bora kwa na quality. Sio kusogeza. Ukiona watu wengi huko wengine wanakuwa wanaandika waingie, lakini mtu mwenye tukiona tunasogeza kwenye watu wa Fisi, hiyo ni mtu mwenye kuna malengo, anapenda industry, anajua kinini kenye kunafanya kwenye industry. Okay, tunajua watu wa Fisi ayakawia. Ni video gani ambayo ilitambulisha watu wa Fisi? Video ambayo inatambulisha watu wa Fisi ni video ambayo tulishoot, video ya Turambe. Hiyo video ilienda sana. Watu walipenda timu sana, wakapenda vitu ambavyo vilikuwa kwenye hiyo video. Hiyo video ndio ilitambulisha watu wa Fisi kabisa. Sasa nilikuwa na mkataba kati yenu nyinyi watu wa Fisi na wafanyakazi wa Fisi. Ofisi za kuna na mkataba kati yenu nyinyi kwa nyinyi. Unajua kwenye kazi yote tunawaka vitu ambavyo viko, siwezi sema ni mkataba sana, lakini ni marules fulani ambazo tuko nazo sisi ambazo tunaangalia, tunasema tutembelee mwezi hivi, tutembelee sisi wote tuko familia. Mtu akipata kazi tuko pale sana, familia tunasaidiana like what tunashare. Lakini kusema tuko na rules, tuko na mikataba hapana, tuko na rules ambazo tuko na tembelea. Unajua first yote ya sport rules atufanye kitu. Hapo kwenye point. Ikitokea mkapata msanii wa kimataifa, international artist, kutokea mfano Nigeria au Marekani, akataka kufanya kazi na watu wa Fisi, ni kitu gani mnaweza mpampatia aweze kupata kwenye production nyingine? First of all, kitu ambacho napenda watu wa Fisi, tunakea sana artist. Unaona, tunakuachia artist kazi sana. Unajua huko jamaa fulani tulishoot video hapo katikana hapa ni Manyema. Alikuja akakuja hivi, lakini vitu yenye alitegemea ku location. Hadi akasema bro, yeye tangu ni shoot leo ndio walinikea location. Watu wa Fisi tunakea msanii, tunampatia msanii na value yake. Fasi ya msanii, fasi yake tunampatia value. Hatumchoshe msanii kwa sababu timu yote ile. Hatuwezi mchoshe msanii. Ndio maana nakwambia timu ukitumika za timu unapata kitu kwenye kiko perfect sana. Kikundi cha Fisi ulikitengeneza kwa sababu ulikuwa hauna msaada, watu walikuwa hawakusupporti, lakini kwa sasa hivi ukapata mawazo ya kutengeneza kikundi ambacho kiitwacho watu wa Fisi. Je, watu hao wakitawanyika baada ya hapo ukipata watu wengine kitaendelea kama watu wa Fisi au namna gani? Unajua kama unafungula kitu lengo yao sio paka ishi hapa.
lengo yake ni kitu chende, hata kama si hatupo watu wengine watabakia, lakini ni kitu ambacho ni ndoto ambayo nakuwa nayo sana ya kutengeneza kitu kama hiki. Hata mie siko hata nani, lakini napenda hiyo company bakiwa nafanya. Ni kitu ambayo inakuwa ndoto yangu sana. Tofauti na kazi ya Turambe, kuna kazi gani ambayo tuitarajie hapa karibuni kama watu wa Fizi? Sasa kazi sasa. Hii mwaka, ushaona mwaka tunachia kazi, hatuachia kazi, lakini tuko na zile machupa mbele. Sijui tukianza achia huko mtu mwenye ataachia tena Fizi. Sasa bora anza achia tu mapema. Sasa tukianza achia sijui. Je, kuna project ya mtu mkubwa ambayo ipo ndani ya hizo project? Project nikisabia vizuri ile tano hivi. Mko project ya Dr. Maru, mko project ya Vaxon, mko project ya Spylu, mko project ya Lucas, mko project ya nani ni utumshuhudia hapa ni maji Njuchi, mko tuseme mko ni ma project kabisa. Ya tofauti na wasanii wa hapa Zaleka, je, mnaweza shoot na wa outside? Yep, tunashuti na hapa Saturday tutakuwa na shooting kwa msanii ambaye atatokea nje. Tutampokea vizuri na watu wa Fizi wote. Saturday Sunday tutakuwa kwenye location, tuko na msanii ambaye atatoka Lilongwe, tuko naye hapa Lilongwe hapa Zaleka tushuti na design next week tena tuko na shooting na msanii anatoka Blanda, unaona kwa jina lake ni JJC, ashani confirm design next week tuko naye tena kwenye location hapa. Labda turudi kwenye pointi ya party. Party iliwagharimu pesa ngapi kwa nyinyi kuandaa party hii? Maana tunaona watu wamekula, wamekunywa na mambo mengine. Unaona hii party siwezi kusema changamoto. Kwa haraka tulifika na 600 to 700. Sasa swali ni kwamba ikitokea unapata msanii mkubwa kutokea Lilongwe na kuna msanii mdogo naye anataka kufanya kazi na watu wa Fizi, huwa una charge vipi kwa msanii mkubwa na kwa msanii mdogo? Na pia katika kutaji kwako, sababu mko tayari mshakuwa team, umesema kwamba hapa wakati unatambulisha umesema kwamba ulijua uko na watu ila kwa sasa unaona si watu tena, ni familia. Wewe unawashirikisha katika kutaji pesa za production? Yeah. Unajua kwenye kazi yote ukweli ndio inafanyaga kitu chote kikwesto. Hata kama hatupati sana, lakini mkikuwa ukweli kitu chote kinakuwa kitu sawa. Okay, huko tofauti ya kufikiria na msanii wa nje na msanii wa hapa. Hatuwezi charge leo tunacharge msanii wa nje, leo tunacharge msanii wa hapa. Tunakuwa na faa balance. Ndio maana nilikwambia hiyo kitu ya tunaenda kwenye percent. Tunalipana kufuatana na nini? Percent ya malipo ambayo ni kufuatana na hiyo kazi tuliingiza kwa chini. Labda tuongelee kazi ya watu wa Fizi. Watu walio wengi wanalaumu kusema kwamba kazi za watu wa Fizi zinakawia, zinachukua mwezi mmoja, miezi miwili na kuendelea. Tutarajie nini au mabadiliko yapi ambayo yatatokea? Kama mtu anakwambia tunagawiza vitu anakudanganya. Sio watu ambao wanatugawiza vitu. Sasa mimi na swali moja kwa watu wengine sio wewe. Ni kitu gani ambacho kinataka kusababisha watu wa Fizi wakaachana au wakasambuka? Naanza kuniambia kwanza. Okay, ngambo yangu mimi sijaona kwamba kuna sababu yoyote inafanya watu wasambaratika. Hakuna sababu yoyote. Hakuna sababu kabisa, hakuna. Okay, tunashukuru sana na tunawatakia mafanikio mema. Asante sana. Mara